Sides baada ya kutoka kupiga show kali kabisa. Samia kama tufanye haraka kidogo gani. Bwana, tuko na mmoja kati ya wasanii nguli na msanii ambaye yeye ameutengeneza muziki wa Bongo Flava kwa maana watu huanza kuimba. Na leo amepiga bonge moja la show kwenye stage ya Samia hapa. Duli, tuambie kwanza jinsi ambavyo ulipata mwaliko wa shughuli hii kuja kuperform kama maandalizi na kilichokufurahisha. Mimi nimepigiwa na viongozi wa Baraza la Sanaa na kuniomba kuwepo katika hili. Kiukweli mimi mwenyewe nimefarijika sana kwa sababu ni mara kwanza kufanya show kwenye Serengeti show zao, lakini na nimefanya hivi kwa ajili ya niaba ya mama rais wangu kipenzi chetu. Kwa hiyo nafanya pia kusapoti anachokifanya kwa sababu mama anatupambania. Nachofanya hichi ni na yeye kumpambania, kumpa hata angalie kuona vijana wake pia tunajitoa kwa ajili yake. Sawa, brother Durisan, tumekuwa kwenye game muda mrefu. Umewezaje ku maintain same energy ili kufanya performance kali kama uliofanya leo? Mimi baba yangu alikuwa mwanamuziki, yani ni sawa sawa na mtoto ukimwona engineer na babake akiwa engineer amerithi kutoka kwa baba. Kwa hiyo hata mimi muziki nimerithi kutoka kwa babu, sio baba. Baba yeye kalisi kwa babu. Kwa hiyo muziki uko ndani damu na anafanya muziki kama kazi. Kama kazi yangu, muziki ni kama kazi yangu. Kuna moja ya kitu ambacho kwa unamwelewesha DJ mara kwa mara kwamba haongeze speed, ufundi na kimuziki, sababu ni producer pia ni mwanamuziki. Nini ulikuwa ukimaanisha? Namaanisha kwa sababu ngoma zangu zingine zipo slow pale. Na hii ni stage ya watu tofauti ambao wamekuja hapa, wanategemea akili yao na watuma kuja kuruka kuenjoy. Kwa muziki unapoenda polepole hivi, sidhani kama wanaenjoy. Kwa kipeleka kwa nguvu na mimi naupeleka muziki kama kucheza. Ili unaona na wameenjoy. Wimbo gani ambao umeuimba kwako umeenjoy zaidi baada ya kuona mashabiki zako nao wakiupokea? Bongo Flava, Zali, hata Inde. Wewe kwa ni producer pia ni mwanamuziki mkali ambaye ameweka alama kubwa sana na watu inawezekana baadhi ya wapokee heshima hiyo, lakini heshima hiyo inafahamika kwamba Duli ni mmoja kati ya wale waliobadilisha siku ya Jeva kuja kwenye kuimba na vitu kama hivyo. Kwa sababu kama tukuta katika uko hai na tunatamani kufahamu wakati una perform playlist yako unaipanga ya ngoma ngapi na huwa unazingatia vitu gani kutokana na show? Mimi kwa kawaida kama hapa nimepewa dakika 15, kwa hiyo nimefanya dakika 15 kama zilivyokuwa. Lakini kwenye labda niseme promoters wengine ambao wa nje kutokana na pesa. Mimi naimba kutokana na pesa ambayo promoter ananilipa. Unataka masaa mangapi? Unalipa kwa masaa. Nataka kunipata unilipe kama mimi naanza nusu saa dakika 30, ni saa moja, masaa mawili, matatu. Kama legend, kuna vijana ambao wanaingia kwenye game ya muziki sasa hivi. Ushauri gani ambao unawapa ili waendelee ku maintain brand yao na kuwa wasanii wakubwa kukaa muda mrefu kwenye game kama hiyo? Wawe na nidhamu tu. Hamna kitu kingine. Wasanii wengi hawana nidhamu. Kwa nidhamu tu ndio inaweza kuwaeka hapa. Hamna kitu kingine. Duli sasa ni mwanamuziki kwa long time na bado anafanya vizuri na umeweza ku maintain kwa muda wote. Vijana wanaokuja na kukutana wanawezekana wao ambao wanaondoka, lakini wewe umebaki. Una siri gani kubwa ambayo inakufanya kwamba ufikie kwenye game ya Bongo Flava? Kwanza mimi muziki umenichagua, sikuchagua muziki. Yaani muziki, mimi nimezaliwa kwenye damu ya muziki. Muziki ulinichagua mimi, kuchagua muziki. Lakini kitu kingine, nidhamu. Unapomrespect presenter, DJ, wa respect watu kama nyinyi mnaoshika kamera, ni watu ambao ndio mnafanya sisi tunapata ugali. Lakini wasanii wengi wanadharau wakiona watu kama hivi. Wakiona wanadharau. Sasa ile hawezi kufika mbali. Neno lako kwa waandaji wa mashariki. Nawashukuru sana Baraza la Sanaa, viongozi wote, namshukuru mamangu Mama Samia na viongozi wote ambao wameshiriki wamenipa hii nafasi, nimefurahi sana. Asante sana. Shukrani.